Naam, habari za wakati huu mwana Baharia TV. Karibu tuendelee kuzitazama zile taarifa ambazo tuko nazo. Jina langu mimi ni Friday Bongomare na hii ni Baharia TV. Kupitia ukurasa wa kwake Godbless Lema amechapisha taarifa moja hapa ambayo nakwenda kukusomea mtazamaji na msikilizaji wa Baharia TV. Ameandika hivi: teknolojia inavyoendelea kwa kasi ndivyo baadhi ya vitu tulivyoviita rasilimali za taifa vinavyoanza kupoteza msingi wake wa thamani. Hili si jambo la kubahatisha, bali ni mwelekeo wa dunia ya leo. Ndiyo maana inahitaji maarifa, maono na uadilifu wa hali ya juu katika kufanya maamuzi ya rasilimali mapema kabla hatujapitwa na wakati. Ameendelea kuandika, mfano halisi ni soko la almasi. Leo hii bei ya almasi imeondoka kwa takribani 27% hadi 60%. Sababu kubwa ni kuibuka kwa almasi za maabara ambazo zimechukua hadi karibu nusu ya soko la ndoa Marekani. Zaidi ya hapo, almasi hizi zinauzwa kwa bei ya chini kwa 30% hadi 70% ukilinganisha na zile za asili. Huu ni ushahidi wa wazi kwamba teknolojia inaweza kubadilisha thamani ya rasilimali kwa muda mfupi sana. Kile kilichoonekana kuwa adimu jana, leo kinaweza kuzalishwa maabara kwa wingi. Lakini wakati dunia inabadilika kwa kasi hiyo, sisi bado tunabaki kwenye mambo ya ajabu na ya aibu hadi kufikia hatua ya kuwa na mijadala ya nyeti kupotea, kana kwamba hilo ndilo ajenda kuu ya taifa. Ufara mwingi, kelele zisizo na mwelekeo, wakati dunia inaenda kwa kasi ya mwanga. Godbless Lema ameendelea kuandika taarifa hii kwenye ukurasa wake. Ameendelea kuandika kwamba hali hii inaonekana pia katika usimamizi wa miradi mikubwa ya kimkakati. Mradi wa gesi nchini Tanzania umechukua zaidi ya miaka 25 katika hatua za majadiliano, mipango na maandalizi bila kufikia utekelezaji kamili. Huu si ukosefu wa rasilimali, bali ni dalili ya ukosefu wa maamuzi thabiti, kasi ya utekelezaji na uwajibikaji wa kweli. Wakati huo dunia inaelekea kwenye mabadiliko ya nishati, jambo linaloweza kupunguza thamani ya rasilimali kama gesi kabla hata hatujanufaika kikamilifu. Ukweli unabaki kuwa rasilimali peke yake haitoshi. Taifa linaweza kuwa na utajiri mkubwa chini ya ardhi, lakini bila maarifa, maono na uongozi wenye uadilifu, utajiri huo unaweza kubaki kuwa hadithi isiyo na matokeo. Mheshimiwa Godbless Lema amemalizia hapa chini kwa kuandika, ni wakati wa kutambua kwamba dunia haisubiri mtu. Tukichelewa kufanya maamuzi sahihi leo, kesho tutakuta thamani ya tulichokuwa tukikitegemea imeshapotea. Je, una maoni gani kuhusiana na taarifa hii ambayo ameiandika kada wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Godbless Lema kuhusiana na taarifa hii? Tuandike maoni yako hapa, tutakuja kupitia. Asante kwa kuifuatilia Baharia TV. Usisahau kulike, kusubscribe, kucomment na kushare.